This is KTN News. Na mtazamaji wa KTN leo, inapendeza kuwasiliana nawe muda huu ikiwa inaelekea saa 1 saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa leo ni siku ya kwanza ya mwezi wa Juni mwaka 2017. Tumesalia na siku 67 kabla ya taifa liingie kwenye uchaguzi. Hujambo, natumai siku yako imekwendea vyema kabisa. Karibu kwenye taarifa za KTN leo. Jina langu ni Ali Manzu. Moja kwa moja mtazamaji, kama ada, tuanze na vidokezo. Rais Uhuru Kenyatta aongoza sherehe za awamu ya 54 za siku kuu ya Madaraka katika kaunti ya Nyeri. Maafisa kadhaa wa polisi wadaiwa kufariki baada ya magari yao kukanyaga bomu la kutegeshwa ardhini huko Fafi, kaunti ya Garissa. Na wagombea waendelea kuidhinishwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka kuwania nafasi tofauti kabla ya uchaguzi mkuu. Naam, karibu kwa taarifa kamili za KTN leo. Rais Uhuru Kenyatta ameongoza sherehe za awamu ya 54 za sikukuu ya Madaraka katika kaunti ya Nyeri. Sherehe za Madaraka, maafisa wa vile ni sherehe ambazo zilifanyika katika sehemu hiyo, huku akitoa ahadi kwa baadhi ya Wakenya kuhusiana na azma yao ya kuchukua uongozi tena ifikapo baada ya Agosti, huku akisema kwamba baadhi ya wazee watakuwa ni wenye kulipwa kando na kutoa ile ada ya shule za upili. Mwanahabari mwenzangu Carol Nderi na taarifa zaidi. Sherehe za maadhimisho ya sikukuu ya 54 ya Madaraka zilinogea kaunti ya Nyeri. Wingu la msisimko lilikuwa dhahiri miongoni mwa wakazi walioshuhudia tukio la kihistoria. Mara ya kwanza kwa eneo hili kuwa mwenyeji wa sherehe za hadhi hii, sherehe za kitaifa. Vikosi vya usalama, wanajeshi wa maji, anga na ardhi na maafisa wengine wa usalama walionekana hapa ngangari tayari kwa maandalizi ya dakika za mwisho kabla ya Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta kuwasili. Na dakika chache baada ya saa 5 hivi, Rais Uhuru Kenyatta akawasili katika uwanja wa Kafiroini. Naibu wake William Ruto alikuwa tayari ameshatangulia pamoja na viongozi wengine serikalini. Kiongozi wa NASA Raila Odinga vilevile alihudhuria sherehe za leo za Madaraka. Baada ya kukagua gwaride la heshima, sherehe zenyewe zikashika kasi kwa utumbuizaji na burudani. Mojawapo ya mada zilizosisimua wa Kenya ni kuwepo kwa elimu ya shule ya sekondari isiyotozwa malipo kuanzia Januari mwaka 2018 iwapo serikali ya Jubilee itaendeleza utawala. Kutoka mwaka ujao, watoto wote ambao wataingia shule za upili kutoka form 1 mpaka form 4, mzazi hataitishwa pesa, itakuwa vile tu kama ya free primary. Kupanuliwa kwa barabara ya Thika Highway vilevile ni mradi utakaoanzishwa ili barabara hiyo ielekee hadi Isiolo na tena kufikia mradi wa Lapset, jambo litakalokuza uchumi wa taifa. Wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Wakazi wa Nyeri na viunga vyake watapata kujengewa hospitali ya kisasa itakayoshughulikia ugonjwa wa saratani. Nashukuru serikali ya Hungary kwa sababu juzi tuliweka mkataba pamoja na hawa na wamekubali kutusaidia kujenga hospitali ya kansa katika kaunti hii ya Nyeri, na mimi najua ya kwamba hiyo hospitali itasaidia sana wananchi wa kaunti hii na pia kaunti ambazo ziko karibu na nyinyi, kwa sababu lazima tutie mkazo kusaidia wananchi ambao wanatumia pesa nyingi sana kutibu watu ambao wako na huo ugonjwa wa kansa. Kiongozi wa NASA Raila Odinga hakupata fursa ya kuhutubia umati, na hili ni jambo ambalo limepokewa kwa mseto wa hisia. Wangepea hata baba at least aonge kiasi, juu unaona venye alikuwa anaonyeshwa hapo kwa screen, wasa walikuwa wanabambika. Sasa nika walikuwa wanataka pia yaongee
Unaona angeongea ili kwa madaraka ndio unaachia kila msee anaongea tu. Vile siasa zimetokota hapa ikizingatiwa kuwa ni siku 67 zimesalia kabla ya uchaguzi mkuu kufika au kuadia. Kiongozi wa NASA Raila Odinga hajapata fursa ya kuzungumza na basi mambo ya siasa hayo, lakini vile Rais Uhuru Kenyatta amewashinikiza wote ambao au yule atakayepoteza uchaguzi mkuu atakosa kiti cha urais akubali matokeo ya uchaguzi. Carol Nderi, KTN, uwanja wa Kafiroini, kaunti ya Nyeri. Kwingineko mtazamaji, tofauti kati ya gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na mbunge wa Nyali Hezron Awiti zilijitokeza wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya Madaraka kaunti ya Mombasa, pale gavana Hassan Ali Joho alipoikosoa hotuba ya rais. Awiti alionekana kumlimbikizia lawama gavana Joho kwa kile ambacho amedai kuwa serikali ya kaunti ya Mombasa haijafanya kazi inavyostahiki. Francis Mtalaki na maelezo zaidi. Jukwaa la maadhimisho ya sherehe za Madaraka hapa Mombasa liligeuka na kuwa siasa za lawama. Ifan Sachoki alipotoa ujumbe wake kuhusu kampeni na kusoma hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta, domo la siasa likaanza kwa hotuba yake rais kukosolewa na gavana Joho. Lakini hilo halikumwingia kichwani mbunge wa Nyali anayekimezea mate kiti cha ugavana Hezron Awiti Bolo. Ikiwa wewe si mwanachama wa chama fulani, usiende kuvuruga mkutano ya wenzio. Kila Mkenya, kila kiongozi ana haki ya kufanya siasa zake. Having listened carefully to the speech of the president, there is quite some campaign element in it. Kiongozi yoyote hana ruhusa kuja kusomea viongozi wa serikali. The respect is two-way traffic. Two-way traffic. Tofauti hizi si geni na si mara ya kwanza, lakini utofauti huu kuhusu serikali kuu na usalama tunapoelekea katika uchaguzi, kila mmoja akionekana kupiga pambaja serikali, lakini kwa kiwango wastani. Those of you that execute illegal instructions, I want you to know at some point we will hold you individually responsible. Uwezi kumsomea kiongozi mwenzako. Uliza civil servant ambaye ana makosa astakiwe. Kama yeye mwananchi astaki. Lakini kupiga kelele vile nimesema, nataka kuanza sahihi ikome. Kama wachezavyo ngoma ya Mwanzele, kila mmoja amejipiga kifua kuwa ifikia hapo Agosti 8 ataibuka mshindi katika kiti cha ugavana kaunti ya Mombasa. Francis Mtalaki. Mtazamaji, taarifa ambazo hazijathibitishwa zinaarifu kuwa maafisa kadhaa wa polisi huenda ikawa wameuawa baada ya kuvamiwa na washukiwa wa kundi la Al-Shabaab walipokuwa wakielekea kutoa usaidizi sehemu moja kaunti ya Garissa iliyokuwa imeshambuliwa na kilipuzi. Kulingana na taarifa, wanamgambo wa Al-Shabaab walishambulia na kuharibu vifaa vya mawasiliano ya simu eneo la Fafi kaunti ya Garissa usiku wa kuamkia leo. Hamza Yusuf amefaulu kututumia taarifa ifuatayo. Asubuhi ya leo majira ya saa 3 saa 4 hivi kuna shambulizi jingine ambalo limeweza kutokea katika maeneo haya ya Fafi ambapo inapakana na eneo bunge la Dadaab, ambapo shambulizi hilo liliweza kutekelezwa na watu ambao wanadaiwa wamejihami na silaha hatari. Wameweza kuwaua maafisa kadhaa, ambapo kwa sasa hatuwezi dhibitisha idadi ya maafisa hao, kisha wameweza kuchukua gari moja na kuteketeza jingine. Maafisa hao walikuwa wanaelekea katika eneo la Fafi ambalo jana usiku mashambulizi mengine yameweza kutokea, ambapo watu wanaodaiwa kutoka kundi la Al-Shabaab waliweza kuharibu masafa ya kuweza mawasiliano au communication katika eneo hilo. Waliweza pia kuteketeza chuma hilo na madarasa kadhaa katika shule ya Fafi. Kisha tunaarifiwa kwamba waliweza kuua mwalimu mmoja kutoka shule ya msingi ya Fafi. Tuko mbele ya hospitali ya Dadaab ambapo mwalimu mmoja ambaye amejeruhiwa katika shambulizi hilo la jana usiku ameweza kuletwa hapa na anapokea matibabu kwa sasa. Hatungeweza kubaliwa kuingia ndani kwa sababu ya labda kuweza kupokea taarifa kutoka kwa mwalimu huyo. Unakumbuka kwamba kumekuwepo na
mashambulizi kadhaa katika eneo hili la Dadaab, hususan watende wa Al-Shabaab walikuwa wakitega vilipuzi vya kuweza kulipua magari ya maafisa wa usalama. Na katika shambulizi la jana katika eneo la Fafi tuliarifiwa kwamba wameweza kuzungumza na wenyeji na wale waambia kwamba bado wataweza kurejea maeneo hayo na kutekeleza mashambulizi zaidi. Baadhi ya matamshi ambao kundi hilo walikuwa wamesema ni kwamba shughuli kubwa ambao wamekuja kutekeleza ni kulenga maafisa yoyote ambaye anafanyia kazi serikali, awe afisa wa usalama, awe afisa wa mwalimu. Kwa hivyo ni hali ambayo imezua taharuki katika maeneo haya. Naam, huyo ni Hamza Yusuf akiwa maeneo ya Fafi mapema hii leo, akiendelea kufuatilia taarifa hizo ambazo kama nilivyokuelezea bado hazijathibitishwa, lakini bado anazifuatilia ili kuweza kujua ukweli wake, hasa baada ya shambulizi hilo kutokea mapema hii leo mwendo wa saa 4. Kwingineko mtazamaji, wagombeaji wa viti mbalimbali wameendelea kuwasilisha stakabadhi zao kwa maafisa wa tume ya uchaguzi nchini IEBC. Hebu sasa tupate mkusanyiko wa taarifa hizo na Mary Kilobi. Wagombea wa viti mbalimbali wameendelea kuwasilisha stakabadhi zao kwa tume ya uchaguzi ya IEBC. Baadhi ya wagombea hao wamefika katika afisi za IEBC kwa mbwembwe na mitindo ya kipekee. Mbunge wa Lugari Ayub Savula aliwashangaza wakazi wa Kakamega aliposindikizwa na zaidi ya magari 50 na hata kwa kutumia ndege. Savula aliwataka wakazi kuwachagua wana ANC ili kuwapa usemi bungeni. We want to give a major backup to Musalia. In the event that NASA wins the election, we want to have a strong say in parliament as ANC, so that we can share equitably the national cake. Gavana wa Busia Sospeter Ojamong naye ameidhinishwa kutetea kiti chake kupitia chama cha ODM. Ojamong aliwasilisha stakabadhi zake kwa IEBC akisema kwamba yuko tayari kuomba kura kwa wakazi wa Busia. We wish you well and a peaceful campaign. Naye mbunge wa Funyula Dr. Paul Otuoma vile ameidhinishwa kuwania ugavana kwa tiketi huru. Kila mtu sasa atayarisha manifesto yake, aende akaombe kura na shawishi wananchi waunge mkono. Kwa hivyo sisi kama ODM, sisi pia tutatoka nje. Na natarajia kwamba ikifika wakati ya kura zenyewe pia waweze kufanya kazi vile wamefanya leo. Tulikuwa hapa kwa muda ambao unafaa na pia wametuhudumia kwa haraka. Gavana wa Machakos Dr. Alfred Mutua aidha ameidhinishwa kutetea kiti chake cha ugavana wa Machakos. Mutua amekashifu siasa za vurugu. Elections are not a matter of life and death. They are a competition. They are winners and they are losers. And people should not engage in violence. People should not engage in intolerance. Na katika kaunti ya Makueni wagombezi 4 wa ugavana wamepewa idhini kuwania kiti hicho. Wagombezi hao ni Kivutha Kibwana, David Masika, Peter Kiilu na Gideon Ndambuki. Tunaomba watu wetu kwamba tupate kibali tena, tupate miaka mingine 5 ndio tukamilishe kazi ile imebaki. Chama sio nguvu ama nguvu sio chama. Chama ni wale watu ndio watachagua yule wanataka. Ile tunatakikana ni sisi tuende tukajiuze kwa wananchi wa Makueni. Na huko West Pokot, Profesa John Lonyangapuo ameidhinishwa kuwania ugavana kwa tiketi ya chama cha KANU. Last lap sasa kabaki ya kuchapa campaign na kuomba kura kwa unyenyekevu. Mary Kilobi, KTN leo. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo jioni hii. Kumbuka itakapotimia saa 1:30 hivi makala yetu ya wiki hii ya kinyang'anyiro yanakujia moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Nyeri, ambako mwanahabari mwenzangu Zubeda atakuwa yuko sehemu hiyo hivi sasa kutuandalia. Labda kwa uchache tu, Zubeda, leo mmetuandalia yapi kutoka sehemu hiyo? Na bila shaka yakiwa ni maadhimisho ya 54 ya Madaraka Day, mtazamaji, leo tuko katika kaunti ya Nyeri. Tutakuwa tukizungumza na wenyeji kwenye ukumbi huu. Tutakuwa tukizungumza na viongozi waweze kutueleza wapo wana lolote la kujivunia miaka 54 baadaye, kwa sababu Kenya ilitaka kupata uhuru wa kujitawala. Lakini utawala huu umekuwa vipi? Ni bora kuliko ule wa koloni? Je, una lolote la kujivunia mtazamaji? Swala la ardhi, swala la ukabila, masuala ya uongozi bora, masuala haya yametatuliwa vipi na yameshughulikiwa vipi na
uongozi wa tangu enzi za ukoloni. Tutakuwa tukiangazia hayo muda usiokuwa mrefu kuanzia mwendo wa saa 1:30 hadi saa 5, mtazamaji, tukiwa nayo Sofia Wanuna. Kwa hivyo iwapo una lolote ungependa tulijadili, tuelekezee kupitia mtandao wa Twitter @ZubeidaKananu au @KTNews ukitumia #Kinyang'anyiro2017. Tutakuwa tukiangazia hayo yote tukiwa na viongozi ambao wamekongamana katika ukumbi huu, lakini hayo ni muda usiokuwa mrefu kwako Manzi. Asante sana Zubeda. Mtazamaji, basi unaendelea kutazama taarifa za KTN leo na pumua kidogo.